na wanapata ile feeling ya kujua huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu mambo mengine. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Wizara ya Elimu, kwa kweli mmejidhatiti na mkakati huu, na sina shaka tukienda hivi tutafanikiwa vya kutosha. Niseme katika dunia ya sasa, taifa lolote linalotaka kujenga uchumi shindani huwekeza mapema katika stadi za awali za mafunzo. Jambo hili si la hiari, bali ni wajibu wa serikali, wazazi na jamii kwa ujumla, kama ilivyoelezwa hapa na wanakwaya na mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani na wengine wote walitoa wito kwa jamii kwamba tuendelee kwenye kufanya zoezi hili. Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, serikali imefanya jitihada kubwa katika kuboresha upatikanaji wa elimu kwa kuongeza kiwango cha uandikishaji na kuimarisha miundombinu katika shule za msingi na sekondari. Katika elimu msingi, madarasa yameongezeka kutoka 151,315 mwaka 2021 hadi madarasa 188,550 mwaka 2025, na kwa upande wa elimu ya sekondari madarasa hayo yameongezeka kutoka 64,204 mwaka ule 2021 hadi 101,473 mwaka jana 2025. Takwimu hizi zinatuonesha tumetoka kujenga wastani. Inawezekana kabisa miaka mingine tumejenga madarasa mengi, miaka mingine madogo, lakini kwa wastani ukichukua madarasa yale yaliyojengwa mpaka 2021 kwa wastani wa miaka 60, labda tuseme tulikuwa tunajenga madarasa 3,080 kila mwaka. Lakini ukichukua kutoka mwaka 2021 kuja 25, tumejenga takriban madarasa 34,700 na kitu, ambayo ukigawa kwa miaka minne ile utakuta kila mwaka tumejenga madarasa 8,383. Hiyo kwa ngazi ya msingi. Lakini kwa upande wa sekondari tumeongeza madarasa. Mwaka ule wa nyuma kulikuwa tunajenga madarasa 1,070 kila mwaka, wastani kila mwaka. Lakini kipindi hiki cha miaka minne iliyopita kutoka 21 mpaka 25 tumejenga madarasa 9,317 kila mwaka ngazi ya sekondari. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa miundombinu. Lakini hatua zote hizi ni sehemu ya utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kuhakikisha hakuna mtu anayeachwa nyuma, na hilo ndo la kwanza. Kwanza ni kuwavuta, kuwaleta ndani ya darasa, lakini darasa pia liwe rafiki katika kumfanya mtoto aweze kusoma vizuri, aelewe vizuri, na maana tupunguze namba ya wanafunzi kwenye darasa. Tunaelekea kwenye vile viwango vinavyokubalika kimataifa. Pengine hatujafika, lakini tunaelekea huko. Sasa kwa upande mwingine, sekta binafsi nayo wamefanya kazi kubwa utoaji wa elimu nchini kuanzia awali hadi ngazi ya juu, na tunathamini sana nguvu zao au mchango wao. Ndugu zangu, miundombinu peke yake au mbali na miundombinu tulioijenga, miundombinu ya elimu, lakini pia kuna suala la watumishi wa elimu. Na katika ahadi zangu za siku 100 tuliahidi kwamba tutaajiri walimu 7,000 ndani ya siku 100 za awali. Ninayo furaha kusema kwamba tumekwisha ajiri na kuwapangia vituo vya kazi walimu 6,044 na walimu 956 wako kwenye mchakato kujaza nafasi zilizobaki. Kazi inaendelea ndani ya wizara kufanya usaili na mambo mengine, ili tutakapofika Februari 3 tuwe tumemaliza nafasi zote 7,000. Hata hivyo, sote tunakubaliana kwamba maboresho haya pekee hayatoshelezi ikiwa hatutosimamia ipasavyo ubora wa mafunzo yanayotolewa, hususan katika hatua za mwanzo za ukuaji wa mtoto. Na hapa kuna kuja haja ya kuboresha au kuimarisha kitengo chetu cha ukaguzi. Nimesikia hapa wakaguzi wametambulishwa. Kile kitengo, Mheshimiwa Waziri, wakaguzi mna kazi kubwa.
mna kazi kubwa, na kwa bahati nyuma huku mliwezeshwa. Sasa twendeni tukasimamie haya, tuhakikishe watoto wetu yale yaliyopangwa kwenye mpango huu wa kuhakikisha darasa la kwanza awali darasa la kwanza na la pili wanatoka wakijua KKK. Hiyo ni kazi yenu wakaguzi, nami nawatia moyo, nendeni kafanyeni kazi hiyo.